Ni mwenyekiti wa hili eneo wa chama cha UWAMA umoja wa waendesha pikipiki vetenari magorofani. Nataka nizungumzie kuhusiana na swala hili la pikipiki ambayo inazungumziwa mitandaoni na kwenye vyombo vingi vya habari kuhusiana kwamba pikipiki sio ina matatizo. Ukweli ni kwamba hii pikipiki sio kweli. Hizi ni habari tu ambazo zimetapakaa mtaani mitandaoni. Mtu tu aliamua kufanya ili kuiposti tofauti na jinsi ilivyokuwa. Baada ya kupita hapa kuiona pikipiki ile muda mrefu, alioji maswali mawili matatu, tukamweleza ukweli, lakini alipiga picha na kuiposti tofauti. Lakini kiukweli kabisa kuhusu pikipiki si habari hizi kwamba si za kweli. Pikipiki ipo hapa miaka mingi na tunaifahamu, na mimi nikiwa kama mwenyekiti naifahamu toka inanunuliwa mpaka dereva wake wa kwanza anaiendesha, dereva wa pili mpaka huyo anakuja kufikia kama ni dereva wa tatu. Kwa hiyo pikipiki ni halali, ni ya mtu ambaye ni mwanachama wangu hapa kijiji kwangu, ambaye alikuwa ni mwenyekiti ambaye sasa hivi alistaafu kushika nafasi yake. Kisa cha hivi pikipiki kuka hapa kulikuwa ni kati ya kutokuwa maelewano kati ya dereva na mmiliki halali wa pikipiki. Mmiliki wa pikipiki hii anaitwa Bwana Eric, ni mfanyakazi wa shirika la Tazara, na dereva wa pikipiki hii anaitwa Bwana Muogo, maarufu kama Muogo, anajulikana katika maeneo haya. Kwamba Muogo alipewa mkataba na Bwana Eric kwamba waendeshe ile pikipiki, ampatie fedha, mwisho wa picha atakapomaliza deni pikipiki itakuwa ni mali yake. Lakini baadaye pikipiki ilikuwa mbovu, Bwana Muogo akashindwa kuitengeneza ile pikipiki. Ikabidi afanana na bosi wake kumueleza kwamba pikipiki ni mbovu, na ndio maana anaona hela inakuwa inashindwa kula. Kwa hiyo kwa kama tajiri yangu napenda uniazime fedha ili nitengeneze pikipiki ili niendelee na kazi niweze kuletea kipato chako. Lakini Bwana Eric hakuwa tayari kutoa hela. Sasa yeye anachojua yeye ni kupokea hela, sio tena kutoa hela. Kwa hiyo dereva akaisusa, akamwambia basi kama hivyo mimi siwezi kuendesha pikipiki mbovu na sina hela ya kutengeneza, kwa hiyo inabidi niipe. Bosi wake alimruhusu, wewe vyovyote utakaamua kufanya wewe fanya, lakini mimi nachotaka ni hela yangu. Kwa ndo pikipiki kakaa hapo. Kwa sasa hivi naweza nikasema ina kama miaka 3 na miezi kama sio 4 ni 5. Imekaa tu hapo hapo. Sasa na imekaa hapo kwa sababu gani? Kutokana mara ya kwanza alikuwa anailaza CCM, lakini CCM kuilaza ni shilingi 1000. Sasa baadaye akaona gharama zinazidi kuwa nyingi, na akaamini kwamba hii ni sehemu salama, ikiwa hapo watu wanafanya kazi masaa 24, wakaamua kuikati hapa na ipo hapo kama mnavyoiona. Kwa sasa watu wamekuwa wakipita wakiona kwa nini nakaa peke yake, kwa nini wakaanza kuamini zile habari kwa ni za kweli, lakini kweli kabisa si kweli. Pikipiki hii ni halali na ni mmiliki halali yupo kabisa. Na baadaye nishapigiwa simu na polisi cha Ng'ombe na RPC, akaniuliza kuhusiana na pikipiki hii, nikamueleza na yeye kwamba si kweli zile habari, pikipiki ipo ni ya fulani, na bahati nzuri RPC huyo mtu anamfahamu. Akampigia simu, akaenda akaonana naye akamueleza kwa masuala tumeyamaliza. Na baadaye nilikuja kumpigia mmiliki wa pikipiki Bwana Eric, sasa hivi yuko Mbeya, akamuelekeza bwana, hii pikipiki yako imezua maneno hivi na hivi na hivi na hivi na hivi, na lawama nyingi zinakuja hapa kijiweni, hususan kwa mimi mwenyekiti. Akaniambia yeye pikipiki yeye kama yeye pikipiki si ya kwake, sababu anakuambia katika makubaliano ya biashara ushamuuziana kitu mtu hata akikupa hela nusu tayari inakuwa ni mali yako. Kwa anasema yeye hadai pikipiki, yeye anadai hela. Ndio hizo wanaweza kusema ndio habari kamili kuhusiana na pikipiki. Mimi naitwa Hamisi, mkazi wa Magorofani, yani sasa ni mkazi wa Temeke Mikoroshini. Kwamba kuna habari nyingi za uvumi kuhusu hapa Temeke Mikoroshini, hii kata ya Sandali Magorofani hapa kwenye jirani na magorofa ya Maganga. Kuna usemo wa watu aina tofauti katika hichi kijiwe cha pikipiki cha yani waendesha bodaboda. Naona kuna pikipiki moja hapa ambayo ipo muda mrefu sasa, kutokana na vijana wamekaa mkakali kuingizia maneno tofauti hii pikipiki ya aina Fecon, kwamba watu wanazungumza kwamba imetoka Tanga imeletwa hapa, yani kuna mtu kaiba Tanga kaja nayo,
imedondosha, yani kwamba maana kaja yeye kapaki pikipiki imedondoka. Mwishoni habari nyingi zikazungumzwa kuhusu pikipiki kwamba imeua. Lakini hizo habari kwa sisi ambao tunaifahamu pikipiki ya mtu maarufu hapa tulikuwa naye muda mrefu, tulikuwa tunakaa naye ambaye alikuwa anaitumia. Sasa nashindwa kuelewa wenzetu wa wananchi au ndugu zetu ambao wanavyokuja kufikiria pikipiki kwamba maana kudondosha mtu kuiba Tanga na kuja kuipaki hapa na kudondoka mara moja kufa, na watu wakaanza kuzungumza habari tofauti kwa njia ya mitandao kwamba imeleta kidogo tofauti mkubwa kwamba hata sisi wenyewe hapa tunashindwa kuzielewa hizo habari na wapi na maana kama hicho. Sasa sisi tunazungumza kwamba pikipiki haina tatizo la aina yoyote. Sisi ndio wakazi hapa ni wa muda mrefu, na maana kama mimi hapa kwenye kijiji cha pikipiki Temeke Magorofani kwamba nina takriban miaka 7 sasa kutoka pikipiki hii hapa. Kutoka jamaa za kuchukua pikipiki. Na maana pikipiki ni kweli hiyo mimi na muda mrefu na takriban kama miaka 3 nilikuwa hapa. Na hata huyu jamaa leo kama anaitumia pikipiki na yeye alikuwa ni kitu wetu ambaye mmoja wapo wanachama hapa kama Magorofani ambao ni wa dereva boda boda. Kwa hiyo mimi natoa hamasa kwa wananchi kwamba na maana wasio na fikra tofauti kwamba pikipiki labda imetoka sehemu fulani imekuja hapa imesababisha hivi au imeibiwa huko. Pikipiki haina tatizo lolote ya mtu mwenyewe ambaye anafahamika. Na tuko nayo hapa tunaifahamu sisi wakazi wa hapa toka imenunuliwa upya mpaka ilipofikia hivi sasa hivi. Watu wanapozungumza kwamba ina maana haipotei. Hamna mtu anaoichukua kwa jinsi kwa muda ule umekaa. Hapa pikipiki hapa 24 hours na maana watu wapo. Usiku mchana watu wanashinda muda wote. Usiku watu wanakesha. Na mchana watu wanakuwepo. Na maana watu kama wanapokezana kama kuna shift yani ya hapa. Kwa hiyo kwamba hilo jambo vile vile watu nao liwatoe shaka kwamba pikipiki konde ibiwi. Kwamba pikipiki haiwezi kuibiwa kwa sababu ya watu muda wote. Na hii sehemu ya wazi. Kwa hiyo hata mtu kama akitaka kuja sema labda aje kuichukua pikipiki basi kuna vitu vingi anajiuliza kwamba pikipiki hapa na kwanza hazipungui pikipiki kwa maana zitatoka wote, lakini baada ya sekunde hata 10 au 15 au dakika moja ina maana watu wanakuwepo hapa. Kwa hiyo nikichukua kitu kama hicho kwamba kinasababisha pikipiki kukaa hapa kwa muda mrefu. Na maana ina uwezo kukata miaka 10 kwa sababu ya watu hawapo, labda hichikijiwe kingekuwa kimekufa. Kwa sasa baada hii mwezi mitatu iliyopita sasa hapa nyuma hapa hii sasa watu tena vijana unajua wanapokuwa mekando sasa nao wakaanza kutoka na pikipiki shanza kuchoka, watu wakaanza kuikaa kuitumia kuitungia voko zao kwamba ili mradi utaka changamoto. Na sisi kama mimi binafsi na wanachama viongozi wangu sasa hivi acha huo uliopita ambao mwenye hii pikipiki tushazungumzia kuhusu pikipiki kwamba itolewe kwa sababu inaweza kapotea hapa kushindika katika matatizo. Nafikiri hilo swali limefuatiliwa mpaka kwenye kituo cha polisi. Jamaa wao mwenye pikipiki wa dereva kaitwa kaulizwa pikipiki bana vipi, mbona jamaa wanalalamika chombo chako kinaweza kikapotea pale, inaita matatizo kwao. Kaja kuelewa kama wao wamefanyaje, wamefanya huduma hizo, lakini bwana yeye kama yeye acheni tu, sote tutapata nafasi tutakuja kuchukua au atakuja kuichukua mwenyewe. Kwa hiyo mimi nasema kwamba sina la zaidi, nasema tunatoa hofu kwamba kwa ndugu zangu wa Tanzania kwamba tusiwe maana hivi vitu vingine ghafla tu kusema twende tukavione. Ni kweli ukija ukiangalia na jinsi ilivyo una imani kabisa kwamba pikipiki kweli imetokea Tanga na huko kweli imefanywa kitu, maana mazingira yake tu ukiangalia unaona kweli kwamba na kweli mtu anayekwambia na mwezi ukija hapa ukiangalia tunakwambia sina miezi mingi tunaoifahamu kwa sababu tunaifahamu toka upya toka pikipiki inunuliwe. Mimi nishabadi toka ipakiwa hapo nishaendesha pikipiki 3, na maana pikipiki nakaa nayo mwaka na miezi 3 na nabadilisha nachukua nyingine mwaka. Yaani sasa hivi nina pikipiki ya 3. Pikipiki iko hapa. Kwa hiyo haina tatizo hilo ambalo watu kama wanalifikiria. Sina mengi zaidi. Shukrani.